mnaongoza hatua ya makundi klabu bingwa Afrika ikiwa nyumbani dhidi ya Petro Atletico ya Angola, mnapoteza goli 1-0. Unapokeaje matokeo haya? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo umemalizika salama. Japo umemalizika kwa namna isiyotupendeza sisi na kwa namna ambayo hatukuwa tumejiandaa nayo. Tumepoteza mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi na tena tumepoteza nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, ambayo tunaamini huwa ni kitovu chetu cha mafanikio. Lakini hii leo mambo yamekuwa tofauti. Tulijiandaa, tulifanya maandalizi makubwa ya kuja kupata ushindi hii leo, na kila kitu kilikuwa kiko sawa sawa kwa ajili ya mnyama kupata ushindi hii leo. Lakini mambo yamekuwa tofauti baada ya mchezo kuanza, na mpinzani wetu akanufaika kwa nafasi moja aliyopata, akaweza kufunga goli ambalo limetokana na kujigonga kwa maana ya deflection, na hatimaye ikazaa bao moja pekee ambalo limetenganisha mchezo huu. Sisi kwetu Simba Sports Club tunasema ya kwamba haya ni matokeo mabaya. Ni matokeo mabaya sana. Kufungwa ni jambo moja, kufungwa nyumbani ni jambo la pili, hasa kwenye michuano hii ya Afrika ambayo kila mtu anajidhatiti na ameweka ngome kubwa kupata ushindi nyumbani. Lakini kwa sisi imekuwa tofauti. Leo tumeanza kwa kupoteza mchezo wetu wa kwanza tena nyumbani kwetu Benjamin Mkapa. Ni matokeo ambayo yanafedhehesha, ni matokeo ambayo yanauma, ni matokeo ambayo yanachukiza, na ni matokeo ambayo yanaumiza kweli kweli. Lakini matokeo haya pamoja na machungu tunayoyapata kupitia matokeo haya, lakini hatupaswi kutukatia tamaa. Hatupaswi kujikatia tamaa sisi wana Simba. Wala hatupaswi kwa matokeo haya mabaya ambayo tumeyapata, hatupaswi matokeo haya kutuvunja moyo. Matokeo haya mabaya ambayo tumeyapata hii leo hayapaswi kutuondoa wenyewe mashindanoni, yani kutunyong'onyesha, very right, yani kwamba tumefungwa nyumbani, yani ndo mwisho wetu umefikia hapa tena. Hatuna mwendo tena. Mambo yetu yameshakuwa mabaya, yameshakuwa magumu. Hatupaswi kuwa na kauli kama hizo wana Simba. Matokeo mabaya tuliyopata leo yatupe nguvu, yatupe chachu ya kupambana katika mechi 5 ambazo zimebaki. Na mimi ni wakumbushe wana Simba, leo hii tumeanza vibaya, lakini tumeshawahi kuwa na mwanzo mbaya zaidi ya huu. Msimu wa mwaka 2022-2023 kwenye ligi ya mabingwa Afrika tulianza vibaya kwa kufungwa mabao 3-0 na Raja Casablanca hapa Benjamin Mkapa. Watu waliondoka wamechanganyikiwa, watu waliondoka wanatembea kwa vichwa, watu waliondoka Benjamin Mkapa wanatambaa, hawaamini macho yao. Mnyama anapasuka bao 3 Benjamin Mkapa mbele ya Raja Casablanca. Lakini tuliyapokea matokeo hayo. Haikuishia hapo, tukasafiri kwenda Guinea, tukaenda kucheza na Horoya naye akatupasua bao 1. Yani mpaka tunakwenda kwenye mechi ya 3 ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika hatuna pointi hata moja. Huo ndio ulikuwa mwanzo mbaya kweli kweli ambao wana Simba tunapaswa kukumbuka. Lakini nini tulifanya? Baada ya kupoteza mechi 2 za mwanzo, tukakaa chini wana Simba, tukaangalia tumekosea wapi, tukapata nguvu mpya, tukajipanga. Mechi ya 3 tumekwenda kucheza na Vipers, tukampasua, tukachukua alama 1, tukageuka na Vipers hapa Benjamin Mkapa, tukampasua, tukachukua alama 3, jumla zikawa 6. Tukaenda tena Morocco, tukafa bao 3 nyingine na Raja Casablanca. Ulikuwa ni msimu ukiangalia mbele unaona kiza, lakini mechi ya mwisho Mnyama akampiga Horoya bao 6, tukafuzu kwenda robo finali kwa idadi ya alama 9. Hiyo si pikipiki mpya hiyo. Hiyo ndiyo Simba Sports Club. Hatupaswi kuikatia tamaa Simba yetu. Tumeshawahi kuwa na mapito magumu, tumeshawahi kupitia nyakati ngumu kwenye hatua hizi za makundi, lakini huwa tunaamka na kufanya vizuri. Mimi rai yangu kwa wana Simba, tuumie tunavyoweza kuumia, tukasirike tunavyoweza kukasirika, tufanye tunachoweza kufanya, lakini kwa haraka sana tunatakiwa kurejea mchezoni. Kwa haraka mno tunatakiwa kurejea kwenye mapambano, kwa sababu tarehe 30 kuna vita nyingine inatusubiri Mali dhidi ya Stade Malien.
tunatakiwa kwenda kufanya vizuri katika mchezo huo, lakini hatuwezi kufanya vizuri mchezo huo kama tutaendelea kuishi kwenye dimbwi la masononeko, kama tutaendelea kuishi kwenye dimbwi la kujikatia tamaa. Wana Simba, sisi hatujawahi kuishia njiani kwenye safari zetu za hatua ya makundi, na mwaka huu hata pamoja na kuanza vibaya kwa kufungwa na Petro, lakini bado safari yetu tunaiona ikiwa angavu kule mbele. Lakini unaweza ukafungwa ila ukakaa ukaifanyia tathmini timu yako, ikakupa matumaini ya kwamba una timu ya kufanya vizuri huko mbeleni. Ukiangalia mchezo wa leo tumeutawala, ukiangalia Simba tumetengeneza nafasi nyingi, ukiangalia tuna nafasi ambazo kipindi cha kwanza tumezitengeneza na kuzipoteza, sio kwa ubora wa mpinzani, ni kwa hali ya mpira. Unajipa matumaini ya kwamba timu tunayo. Ukianza kuiangalia nafasi ya Elie Mpanzu, nafasi ya Morris Abraham, nafasi za wazi kweli kweli, lakini ndio mpira wa miguu, na wala sio kwa ubora wala juhudi za mpinzani wetu Petro, ni kutokana na makosa ya kimchezo ndiyo ambayo yamewaweka salama wapinzani wetu. Makosa kama haya hayawezi kujirudia katika mechi nyingine, na uzuri ni kwamba wachezaji wenyewe wamepokea ile hali ya kupoteza mchezo leo, imewaingia, wamejifeel vibaya. Maana yake ni kwamba kila mmoja anakwenda kuangalia mapungufu yake, mapungufu ya timu. Tuamke, twende tukafanya ubaya ubwela huko mbeleni. Ni kama kimtego Ahmed. Mechi ya jana Esperance anatoa sare nyumbani na Stade Malien, na ndiye ambaye tunakwenda kucheza naye mechi. Mimi nilisema kitu kimoja. Unajua watu wamekariri, wakiona Waarabu wengi kwenye kundi ndio wanajua kundi gumu, lakini kiuhalisia hakuna timu nyepesi kama timu za Kiarabu. Na sisi Simba Sports Club tunasema hivyo kwa uzoefu tuliokuwa nao. Mafanikio yetu yote sisi huwa yanatokana na kucheza na timu za Kiarabu. Na kama sisi tungekuwa na Waarabu kwa mfano wawili watatu, yani tungekuwa tushaingia robo finali mpaka muda huu. Yani mpaka muda huu tungekuwa tumeshaingia robo finali, kwa sababu sisi tunajua kucheza na wale watu na tunajua udhaifu wao, na tunajua sio timu za kutisha sana kama unajikaza vizuri. Kundi letu ni gumu mno kwa sababu kuna watu wapya ambao hawatabiriki. Kuna huyu Petro Atletico, lakini kuna Stade Malien. Nadhani mechi hizi mbili za mwanzo zimeonyesha taswira hili ni kundi la aina gani. Stade Malien anakwenda kumdindishia Esperance nyumbani kwake Tunisia, wanaondoka na moja, wanaondoka na pointi moja. Hiyo sio kundi jepesi hata kidogo. Lakini pamoja na yote hayo, nyama, sisi we are very sure ndani ya kundi hili tumepoteza, tunashukuru, lakini tunaamini ndani ya kundi hili tunachanga karata zetu zilivyo, mnyama anavuka vizuri. Bado mapema mno, na wanasimba wala wasiingie kwenye mtego wa unyonge. Mnyama bado yuko salama kweli kweli. Ahmed, baada ya kupangwa makundi siku kadhaa nyuma, ulisikika kwenye interview ukasema kama hauna uhakika wa timu yako kutoboa hatua makundi kwa maana kwenda robo finali, usitengeneze jezi ya kimataifa. Simba Sports hajatengeneza jezi ya kimataifa, ni ile ile. Ni uliona mbali au kuna niliona? Na hiyo kitu ni kuhakikishia tu leo itasambaa mno. Sisi jezi za kimataifa tunazo, labda kama nyinyi hamjaziona jezi za kimataifa. Si kimataifa. Si logo ndio badilika. Wewe unajua kumpenda mtu kwa sababu ya makeup. Sana kwa shabadilika tayari. Kwa hiyo kitendo cha kuwa na hii logo hapa, tayari hii ni jezi mpya kabisa. Kwa hiyo nilikuwa nina uhakika na kile ambacho ninakizungumza. Kwa sisi tuna jezi mpya za kimataifa. Kwani ligi tunavaa hii? Hapana. Tunavaa kama hizi lakini kuna kama hapo Kwa hiyo ligi hatuvai hii. Maana yake sisi tuna jezi mpya za mashindano. Tumetengeneza kwa ajili ya kwenda robo finali. Mimi najua leo watairudia sana hiyo clip. Kama hauna uhakika wa kwenda robo finali, sasa sio sisi hii ni robo finali yetu ya 5. Ni group stage yetu ya 5 ya ligi ya mabingwa Afrika. Na katika group stage yetu ya 5 hatujawahi kuishia hatua ya makundi. Hii ni group stage yetu ya 7 ya michuano ya CAF. Hatujawahi kuishia hatua ya makundi. Kwa hiyo tunapokaa na kuzungumza
ya kwamba mnyama anavuka kwenda hatua ya robo finali, tunazungumza from the experience na tunazungumza kutoka kwenye ubora tuliokuwa nao, na ndio maana wala hatuna mashaka. Mimi niwaambie wanasimba, wala wasiwe na mashaka, wala wasiwe na wasiwasi. Tunakubali tumeanza vibaya, lakini tunayo nafasi ya kubadilisha huu ubaya ambao tumeanza nao kuwa na mazuri huko mbeleni. Msimu huu ambao unaozungumza, baada ya kupoteza mechi hiyo ya kwanza, mlimpatia Vipers hatua alama 6. Kwa sasa ukiangalia katika wapinzani waliobaki, kuna ambaye unaona anaweza kuchukua kwake na kwako? Kwanza huyu Stade Malien hatujamalizana naye. Huyu Petro de Luanda. Huyu nyumbani kwake moto utawaka. Huyu wala hatujamalizana naye. Kachukua kwetu, tutachukua kwao. Hilo wala halina wasiwasi. Na kuna mtu hapa atatupa tu maisha. Hilo wala sisi hatuna mashaka nao. Hii ni timu kubwa mno, Simba Sports Club. Hatuwezi kuyumbishwa na kupoteza mechi moja. Tena mechi zenyewe, una mechi 6, unapoteza moja, unabakisha mechi 5 mbeleni. Unakuwa na mashaka gani na Simba yako? Mjini sasa hivi timu pekee inayozungumza ni mtani wako Yanga. Wote watatu nyinyi mmepoteza. Kamfunga nani wewe? Kamfunga nani? Rabat. Kamfunga nani bana wewe? Kamfunga nani? Kamfunga nani? Kamfunga nani bana? Yule sio mpinzani mgumu. Kamfunga nani bana? Kamfunga nani? Wenyewe wanasema ukifika Morocco karibia kutaja FAR Rabat. Wakati Yanga, mpinzani wa Yanga na mpinzani nani kwa mpinzani mkubwa? Wewe huyu Petro ni hatari kaka. Huyu Petro ana balaa zito. Inawezekana sio timu, unajua sisi tunachanganya ubora na umaarufu. Inawezekana Petro sio timu maarufu. Kama ilivyo Stade Malien sio timu maarufu. Kama ilivyokuwa Stellenbosch sio timu maarufu msimu uliopita. Lakini unapokuja kwenye kiwanja unapata upinzani mgumu. Huyu Petro de Luanda ni timu ngumu kweli kweli. Ni timu ambayo imetengenezwa, unaiona kabisa ugumu wake wa kiufundi. Pamoja na ugumu wake wote huo, lakini Simba tumefanikiwa kutoboa ngome yao na kufika golini kwao zaidi ya mara 3. Tunakosa wenyewe. Ni mpinzani mgumu, uweze kumlinganisha na mpinzani yeyote katika hatua hii ya group stage, hasa ukizungumzia makundi mengine. Unawaambia nini wana Simba ambao wanaonekana kumkatia tamaa kocha, wakisema kwa nini anapenda kuanza na bila mshambuliaji sasa kipindi cha kwanza? Hilo siwezi kumjibia kwa nini anaanza bila mshambuliaji. Lakini ukifanya overall analysis, kipindi cha kwanza ambacho tumecheza bila mshambuliaji asilia, tumekosa nafasi 2 za wazi kabisa. Ile moja ilikuwa Morris anaweka tu pochi lile, mambo ya mipango ya Mungu tena ikalanginja ikatoka. Kwa hiyo hakukuwa na mshambuliaji asilia, lakini nafasi zimetengenezwa na watu, na unaweza kusema labda hasa pale angekuwa mshambuliaji asilia angefunga, lakini yote hayo ni ange. Mwalimu anaweza akajibia zaidi kwa nini yeye anapendelea mfumo huo. Mimi ninachoweza kuwaambia wana Simba, tuwe wapole, tusijichanganye kwa sababu tuna mechi nyingine wiki inayokuja. Kwa hiyo tukikubali sasa hivi kuanza kujichanganya na kuchambua kwa nini ameanza na huyu au kuanza na yule, tutaanza kupiga miluzi mingi, tutampoteza mbwa. Kwa hiyo tuwe pole, tuwe tulivu, tumwache mwalimu. Mwalimu uzuri na yeye anafanya postmortem yake. Ataangalia, je, alivyoanza na bila mshambuliaji, alivyoingia mshambuliaji mmoja, alivyoingia mshambuliaji wa pili, tukawa na double striker, ataangalia utofauti wake uko wapi. Mechi inayokuja anaweza akafanya mabadiliko. Tumpeni mwalimu nafasi, tusimtie pressure kwa sababu tuna mechi nyingi huko mbele ambazo tunategemea maarifa yake ya kutuvusha. Asante sana.